Kwa hiyo mama ana wajibu wa kutunza na kutengeneza saikolojia ya mtoto. Kwa maana hiyo ni kwamba kipindi cha ujauzito kuanzia ile siku ya kwanza ni kipindi cha uangalizi mkubwa sana. Mama mjamzito anatakiwa kuwa kwanza anapaswa pia kubadilisha hata mazoea yake na tabia zake za zamani ama za nyuma. Sahihi. Kwa ajili ya kujenga na kulinda hiyo saikolojia ya mtoto. Yaani kwa kiasi kikubwa mno. Maisha ambayo uliishi kabla hujawa mjamzito mama, sio maisha ambayo unatakiwa kuishi ukiwa mjamzito. Hapana. Kuna utofauti mkubwa sana. Kwa sababu pale mnakuwa mko wawili na wewe ndio mwenye dhamana wa kutunza nafsi zote hizi mbili, wa kutunza uhai wa watu wawili. Yaani wewe una kazi ya kujitunza mwenyewe lakini pia kumtunza yule mtoto. Sasa unapokwenda sasa katika mazingira ya kwamba kama vile uko peke yako, mali uko kwenye kazi hapana. Unaweza kusababisha madhara kwa yule mtoto hata kabla ya kuzaliwa au baada ya kuzaliwa. Kwa maana hiyo anaweza pia kaigiza tabia ambazo si zake. Huoni kama hata mtoto naye atakopi, atakuja kuwa muigizaji wa vitu. Baadhi ya vitu mtoto anakuja kuwa msanii. Si msanii kwa maana ya tasnia ya taaluma, lakini mtoto anakuja kuwa, yani unajua Kiswahili tunapoambia kwamba mtu fulani ni msanii. Ni sikiliza, basi ni kwamba unapobadilisha maisha yako kwa mfano, unajua kuna mama mwingine unakuta kabla hajawa mjamzito. Yeye baa kwake kila siku yupo. Umeelewa? Lakini maneno yasiyofaa kila siku yeye ni jambo la kawaida. Shughuli zingine ambazo hata hazifai yeye anazifanya. Lakini sasa ukishakuwa mjamzito, jitahidi basi uwe na kitu cha tofauti. Acha kwenda na mtoto, kumpeleka mtoto baa. Acha kutukana ovyo. Acha kumfanya yule mtoto akopi vitu ambavyo havitomsaidia. Basi hata ulikuwa unaenda kanisani kwa kubipu, basi jitahidi uwe ndio mazoea yako kwenda kanisani. Hizo ni tabia nzuri ambazo mtoto akizikopi sio kitu kibaya. Lakini jitahidi sasa basi uwe, baada ya kuwa na muda wa kwenda baa, uwe na muda wa kusali nyumbani kwako. Unamfundisha mtoto ibada bado yuko tumboni kwako. Sasa hizo tabia nafikiri hatuwezi kuzita tabia za kisanii. Akizikopi hizo tabia nzuri na akizaliwa nazo tabia nzuri. Malezi ya mtoto yanatokana na vitu kama hivyo. Lazima tujitahidi kuwa na vitu ambavyo vina mtazamo mzuri kwa jamii, kanisa na familia. Sasa uwezi kuwa na vitu ambavyo vina mtazamo tofauti ukaendelea navyo wakati ujauzito, kwa sababu utasababisha mtoto aone unaishi maisha ya kisanii. Hapana, huo sio usanii. Ni mfano kama huo. Bado kuna wajibu mwingine wa mama ambaye hizo ni wajibu za mama. Za mama ndio bado tunaendelea kutazama. Kuna wajibu zingine za mama ambazo tunazitazama. Hapana. Tunakwenda kutazama wajibu wa baba, si ndio? Wajibu wa baba. Na nadhani hapa kwa wajibu wa baba inawezekana ikawa ni kipengele kirefu zaidi. Kwa sababu tunamtazama yeye kama sijui ushanielewa maana naona huwa inaonekana yeye ndio mwenye jukumu kubwa la kuhakikisha kwanza anamlinda, anamtunza na kumhudumia mtoto na mama. Ndio maana nikasema kwamba yawezekana kwenye hiki kipengele cha wajibu wa baba sasa kikawa ni kirefu zaidi kuliko wajibu wa mama. Wajibu wa mama tumeuzungumzia katika kujiandaa mwenyewe kisaikolojia, lakini pia kumtengeneza mtoto aliyeko tumboni kisaikolojia pia. Kubadilisha baadhi ya mazoea ambayo alikuwa nayo na kubadilisha baadhi ya tabia. Hata mavazi pia unajua mtoto anakopi. Wewe umuoni wala unafikiria hakuoni. Hata mavazi mama unapokuwa mjamzito, mavazi unazoea kuvaa ukiwa sio mjamzito, achana nayo. Vaa mavazi ya kukustiri. Maana yake ni kama mama akiwa anapenda kuvaa mavazi yasiyo ya stara, ile hali ya kupenda inamuingia hata mtoto. Kwa hiyo akizaliwa naye anakuwa anapenda vinguo vifupi, nguo za kubana na nguo zisizo na vitu ambavyo sio vya stara kwake. Yes, inakuwa sio kitu kizuri, kwa sababu mama ukijiheshimu wakati ujauzito, na mtoto anatoka anajua mamangu ni mtu wa heshima, mama ni wa kuheshimika, mama amejiheshimu, na yeye mtoto anazidi kutunza ile status ya mama aliyokuwa nayo akiwa mtoto bado yuko tumboni. Sasa wewe mama unavaa tu nguo ile madi umevaa mbele za watu nazo wapi, na una mtoto tumboni, anavaa na yeye uso huo, anavaa na tabia hizo anakuja kutoka nazo. Kwa ni vizuri kujiangalia wakati wa ujauzito. Kuna vitu unatakiwa uviache ambavyo uliona kabisa hivi ninavifanya kwa sababu ya mazingira niliyokuwa nayo kabla sijapata ujauzito. Sasa nina kiume natakiwa nikifundishe mambo yaliyo sahihi na mazuri. Kwa hiyo tunawacheka mabinti wengine au vijana wengine katika mavazi yao huko mtaani. Kumbe shida haikuanzia kwake. Alikopi hayo toka akiwa tumboni. Kama nakuelewa vizuri. Kipindi cha ujauzito ndio kipindi ambacho mama anapaswa kuwa makini kutazama anazungumza nini,
anawaza nini, anafanya nini, yes, anaishije, na yale ule mtindo wa maisha yake kwa ujumla pia unapaswa kutazamwa kwa kina zaidi na huyu mama na kufanyia tathmini na kubadilika kama kuna mienendo ambayo inaweza kumwathiri mtoto. Sahihi kabisa, kwa sababu kile kipindi ambacho nani kifupi tu cha miezi 9. Lakini kipindi ambacho una mtu ndani yako ambaye anakopi unayoyafanya. Kwa hiyo ni vizuri ukajitahidi kufanya ambayo ni mazuri ili yeye pia aje kuwa mfano bora kwenye maisha ya jamii, lakini maisha ya familia, hata maisha ya kanisa pia. Tukatazame wajibu wa baba sasa. Asante sana. Baba naye ana wajibu, ingawa sio yeye hajawekewa mwingi sana, kwa uchache. Nilitegemea hapo kwenye wajibu wa baba inawezekana ikawa ni kipengele ambacho kinaweza kikaenda mpaka jioni. Hapana. Kwa nini baba awe na wajibu kwa kiasi kidogo kiasi hicho, wakati yeye ndio tunatazama kama kwanza kichwa cha familia, mwajibikaji, na yeye ndiye ambaye ana msimamizi pia wa familia. Pasco, haya tunayoongea ni machache, lakini yana umuhimu kwa na yana nguvu kubwa. Yawezekana mama akawekewa mengi lakini yakawa hayana nguvu kubwa kama ya baba. Kwa mfano hapa wajibu wa kwanza wa baba, majukumu ya ziada, kumpenda na kumjali huyu mama mjamzito kwa kiwango cha juu kuliko ilivyokuwa hapo awali. Unaona? Kwa hiyo kama baba alikuwa anampenda mama kwa kiwango cha 100%, katika kipindi cha kawaida, kipindi cha ujauzito, basi anapaswa kumpenda kwa 100% mara 100 zaidi. Kumbuka sasa hapa anapandikiza upendo sehemu mbili. Mama mjamzito akipendwa wakati wa ujauzito, baba akamjali, akawa mfariji wake wa karibu, yani hata ule ujauzito hawezi kuona kama ni shida kwake, atafurahi. Lakini mtoto naye anaona baba anavyompenda mama, anavyowapenda wote baba, mama na mtoto. Mtoto naye anakopi, anajihisi furaha ndani ya tumbo la mama, kwa sababu anakuja kukutana au yuko na baba ambaye ni mwenye kujali, mwenye upendo, mwenye kujua kulea. Kulea sio tu kumpa tu matumizi. Yani mke wako sasa, naweza kutumia lugha gani? Sasa ongeza kumdekesha mke wako wakati wa ujauzito, kumjali kule, yani muda mwingi kuwa naye karibu, mkumbatie, mpe faraja, mpe matumaini, mpe imani, mpe ile hali ya kuwa kwamba sasa ujauzito huu alionao kwako umeupokeaje, ni kitu cha furaha, cha amani, kizuri kwake, yani unahisi mafanikio makubwa baada ya mtoto kuzaliwa. Asione ule ujauzito kama ni mzigo, kama sijui ni nini, kama adhabu hivi, au kimemfanya sasa amekuwa sasa labda mzee, amebadilika, amekuaje. Hapana, zidisha upendo zaidi kwa mke wako sasa wakati ule. Yani kama ulikuwa unarudi nyumbani saa 3, anza kurudi saa 12. Vipi, mbona umewahi kurudi? Kipengele hicho cha kurudi saa 12 inawezekana Pasco. Vipi, mbona umewahi kurudi? Nimekumisi wewe na mtoto. Lakini mtoto hajaonekana yuko tumboni, anajisikia wow, yani kumbe kwa hiyo tunamsubiri, yani si mimi tu, hata baba wa mtoto anamsubiri kwa hamu, na ana kimuhemuhe cha kuona mtoto wake, kumpokea mtoto wake. Amekuja baba na vizawadi kakuletea mke, unajikuta wewe mwenyewe unatamani muda wote yani kumuona. Yani mke anatamani kumuona mume wake. Yani hata mtoto akijitikisa, mama anataka kupigia simu akakueleza mtoto kajitikisa hivi, mtoto kafanya hivi, mtoto kafanya hivi. Na wewe sasa ukisikia hivyo, hata kama uko busy na kazi zako uko uliko, hebu mpe simu mtoto wangu niongee naye. Mama anaweka simu tumboni. Yani mama huyu ujauzito huu ataulea kwa raha na furaha ya ajabu, kiasi kwamba yani atatamani ikiwezekana kila baada ya miaka 2 awe na ujauzito tena. Sawa, tumeutazama wajibu wa kwanza na faida zake pia. Hadi kila baada ya atamani mama awe na ujauzito tena, kwa sababu ya yale malezi aliyoyapata wakati wa ujauzito. Sasa wewe unakuwa mke wako mjamzito, unamwona sasa kama vile amechakaa, yani hana thamani tena kwako. Kwa hiyo wewe nyumbani panakuwa sio kivutio, kwa sababu tu mke wako mjamzito. Paka shughuli ambazo takiwa asizifanye kwa kipindi kile cha ujauzito, ambazo ungemsaidia hata kwenda ile shughuli za kuinama, fanya hivi unamsaidia, anazifanya kwa sababu hana msaada, hana mtu anayempenda. Hadi sasa hii mimba nimebeba, mpaka vile namkera mwenzangu inakuwa lakini yeye ndio alihusika kwenye ujauzito. Huu ni wajibu
wa mwanaume. Wajibu mwingine wa mwanaume, kuzingatia huduma ya familia, chakula na mahitaji mengine. Yani huu ni wajibu wa mwanaume, ambao huu ni wajibu wa mwanaume yeyote yule. Yani hata kama mwanzo ulikuwa unamlisha huyo mke wako, ulikuwa unatunza familia yako, lakini kumbuka pale mwanamke ameambiwa ale chakula bora kitakachomsaidia kila mtoto kupata kukua. Sasa anayekitafuta na kukileta nyumbani ni nani? Ndio baba mwenye jukumu hilo, na wewe ndio mwenye jukumu sasa la kumfanya huyu mke ale vizuri na aweze kumlisha mtoto vizuri. Kuna raha mwanamke anaipata pale umemletea chakula kizuri, afu unafika pale nyumbani kwako, wewe unakuwa sehemu ya maandalizi ya kile chakula. Emfikiria huyu mwanamke atakulaje hicho chakula? Anaweza akawa anakula kuliko siku zote, kwa sababu kimeletwa na anayempenda na aliyeshirikiana naye kupata ule ujauzito. Lakini hakuleta tu, akawa na ule uhimizaji, hata kama hakukiandaa, lakini ule uhimizaji wa maandalizi ya kile chakula kiwe kizuri kwa ajili ya yule mama apate testi nzuri wakati wa kula, atamani kuendelea kukila zaidi na zaidi ili ashibe. Na akishiba yeye, mtoto pia anashiba. Na kikiwa chakula kizuri, mtoto mnaye anapata chakula kizuri. Huu ni wajibu wa baba. Familia hii ya kwako, yani hata kama mko wewe na yeye, kumbuka mna mtoto tena tumboni. Kwa hiyo familia pale mko watu watatu. Kwa hiyo lazima baba uwajibike kufanya kila uwezalo mama apate chakula sahihi kulingana na kipindi alichonacho, ili na yeye afurahie maisha yale ya ujauzito aliyoubeba. Na huu wajibu mimi natamani tuuite wajibu wa msingi. Uwe ni wajibu wa msingi kabisa. Msingi kwa baba. Lazima uwajibike kwa kiasi hicho. Kusaidia mama aweze kupata chakula kizuri na kimfaa yeye pamoja na mtoto. Sasa mwingine anasema kwamba, mwanaume mwingine anaweza kana anasema kwamba natoka asubuhi naenda kazini, nashinda huko, pengine ratiba inakuwa ni ngumu. Nirudi tena nyumbani nimechoka, nianze kufanya na haya mambo mengine, wakati mimi napambana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba chakula kinapatikana nyumbani. Mambo mengine si madogo madogo tu yanaweza kufanyika yenyewe. Ukiangalisha ule wajibu wa kwanza na huu wa pili, ukimletea mwanamke ukiwajibika, hata usipomsaidia kupika, lakini jinsi tu ulivyokuja ukajitoa kwa ajili ya yeye pia anaweza akapata moyo na nguvu ya kukiandaa kile chakula kwa upendo tu na kwa hali nzuri kabisa, kiasi ambacho hata akila anakuwa na pata furaha moyoni mwake. Lakini uwepo wako wewe wakati wa maandalizi ya kile chakula, mke anaweza kuwa yuko jikoni, lakini fikiria unaona muangalia, hebu unaendeleaje na mtoto, chakula kina hivyo. Mama ni waku mjali kipindi hiki sana, afurahie kuwa na mtoto yule tumboni. Kuna wajibu mwingine wa baba? Ndio. Anasema kuepuka kabisa matendo yoyote yanayoweza kumuudhi mke wake. Hapo sasa, hapo naelewa. Wajibu nadhani ni wa msingi sana. Kama tulivyosema wajibu wa msingi, basi huwa msingi sana. Wajibu wa tatu na wa mwisho wa baba. Ni chache tu anazo chache. Yaani ni wajibu wa baba. Na nadhani hapo hicho kipengele pia ni mada nyingine tosha inayojitosheleza. Ni wajibu pia wa baba. Yaani kuepuka kabisa kumuudhi huyu mama. Kwa sababu anapomuudhi anamsababishia nini? Unapomuudhi mama mjamzito, sio tu anaumia yeye au anakasirika yeye, unamtesa na mtoto aliyeko tumboni. Unamuudhi na mtoto aliyeko tumboni. Unawanyima furaha wote wawili. Na unaweza kusababisha hatari kubwa kwa wote. Hii wanaume tuibebe vizuri. Wanaume tuibebe vizuri. Unaweza kusababisha madhara makubwa. Unajua hasira, mtu mwenye hasira huwa nyongo inatema sumu. Sasa mtoto anapokuwa mama ana hasira, yeye anasababishiwa furaha na mama. Anaweza kuishi kwa huzuni kwa muda mrefu na maumivu makali mpaka mama aje akae sawa, ni muda mrefu. Sasa aliyebaki anateseka tena zaidi ni mtoto, kwa sababu yeye atachelewa kupata ile furaha, kwa sababu
ya ule muda ambao mama alikuwa amekaa katika, haujui mtoto alikaa katika uchovu wa namna gani, kwa sababu hakupokea furaha kutoka kwa mama, hakupokea mapenzi mazuri kutoka kwa mama, hakupokea upendo kutoka kwa mama. Mama aliishi na hasira kwa muda mrefu, lakini sababu ilikuwa ni baba. Unaweza ukasababisha wote wawili wakakuchukia, mama na mtoto, kwa sababu wewe ulisababisha wao wakakosa furaha. Kwa hiyo baba anatakiwa kuepuka maudhi, kuepuka hali ya kumchukiza au kumkera mke wake muda mwingi ambao mama huyu ni mjamzito. Msababishie furaha, msikilize. Ingawa kuna watu wanasema kwamba wamama wajawazito kuna wakati huwa wanakera, wanakuwa sijui na tabia fulani hivi, lakini kumbuka huyu mama na mabadiliko ya mwili, hayuko peke yake. Ndani ya mwili wake wapo wawili. Ndani ya mwili wake kuna nafsi nyingine, na hii nafsi nyingine ina makuzi mengine. Kwa hiyo mabadiliko ya huyu mama ni lazima yawepo. Yanakujaje? Ni wewe baba sasa, ambaye wewe ndio unatakiwa kuwalea hawa wote. Vumilia zile kero na zile ghasia zote zinazotokea, uweze kuwakea vizuri, ili wasione kama wao wamekuwa ni wasumbufu kwako. Wapokee katika mazingira hayo, ili na wao wafurahie kuwa na wewe. Kwa hiyo jitahidi baba ambaye mke wako ni mjamzito, punguza maudhi, jitahidi kuepuka maudhi. Usimuudhi mke wako wakati wa ujauzito. Na hayo maudhi yanakuwa ina gani? Hebu tuyatazame hata maudhi. Baadhi ya hayo maudhi, unajua inawezekana unasema maudhi tu, lakini mtu hajui anachokifanya, kama huenda ikawa ni maudhi kwa mke wake mjamzito ama si maudhi. Kwa mfano, mke anaweza kukuuliza swali, unamjibu tofauti. Au umeondoka, umeenda kazini, huna muda wa kujali nyumbani, muda wa kurudi. Mke wako mjamzito unarudi saa 7 usiku. Hebu niambie kwamba utasababisha mauzi. Umekuja umelewa, una mke mjamzito, huwezi kuwa makini na huyo mke, lakini unamfokea tu bila sababu za msingi. Na wakati mwingine wapo paka wanawapiga wake zao. Yaani mke mjamzito anampiga, na sio tu mjamzito, inawezekana mjamzito wa miezi kuanzia 7 na kuendelea. Mimi nasemaga inawezekana huyu baba ana matatizo ya akili. Sidhani kama, yani mimi labda ni mteja wa Mirembe. Na mnisamee wasikilizaji. Mimi na mimi inawezekana una changamoto ya afya ya akili. Mimi ni baba, mke wangu akiwa mjamzito, huwa naona ni kipindi ambacho ana mabadiliko, ndio anakuwa nayo. Kuna vitu anavifanya ambavyo yawezekana haikuwa mazoea yake. Lakini unafikiria wakati alionao amebeba jukumu gani huyu mama? Unakuwa je tu mkali kwake tu bila, yani sawa, kipindi chenyewe ni cha miezi 9. Kipindi chenyewe cha miezi 9, na baada hapo atakuwa yuko tayari kuelewa na kubadilika kuwa tofauti na alivyokuwa. Kwa nini usiwe karibu naye ukapusha maudhi hayo mpaka ifikie hatua ya kumgombeza atoe machozi, wakati mwingine mpaka kumpiga alie au hadi aumie? Unarudi nyumbani muda ambao yani hata kampani ya kula hamna. Sasa kwenye hii ya kuchukiza, sasa hapo tunasema kwenye kumuudhi mama, na mtoto pia anakasirika. Wewe unakuja umelewa, unakuja na maarufu yako ya ajabu, baba pale lazima apate, yani mama lazima apate shida, lakini anapopata shida mama, mtoto pia anapata shida. Kwa hiyo baba lazima pia nawe jitathmini. Mazoea yangu yalikuwa kurudi nyumbani saa 6 nikiwa nimelewa. Mke wangu ni mjamzito, nianze kurudi saa 1 tena nikiwa sijalewa, ili nikae na mama, nikae na mke, tukiendelea kulea mtoto. Mtoto atafurahi kwa sababu analelewa na wazazi wote wawili, na mtoto atakopi kwamba baba huwa mchana anakuwa kazini, jioni anawahi kurudi kwa ajili ya kuja kunilea, kumsaidia mama kunilea mimi. Kwa hiyo lazima baba jitahidi kupunguza baadhi ya vitu ambavyo unavifanya. Kurudi usiku sana, lakini kulewa, ukilewa hauwezi ukaendana pamoja na mke wako. Lazima kuna vitu vinatofautiana, kwa sababu pombe ni pombe tu. Unapokunywa, unapokuwa umeshabadilisha akili yako, unaweza ukajikuta unakuwa tofauti na ulivyo sawa ukiwa hujalewa. Kwa hiyo ukiwa hujalewa itakusaidia wewe baba kukaa vizuri na mke wako, na mtoto akafurahia ile maisha mnaoishi, akawa na amani na imani mwake. Kwa hiyo baba lazima naye abadilike katika maisha yake aliyozoea. Mke wake akiwa mjamzito asiishi maisha yale. Ni muhimu pia kuweza kubadilika kabisa.
pasina kujali kwamba ni tabia ambayo ameizoea, lakini unapaswa kujitahidi. Ule ni muda tofauti wa kipindi maalum. Kipindi maalum kile lazima ubadilike baba. Usipobadilika hutokuwa baba mwema, hutokuwa baba bora, hutokuwa baba mzuri kwa familia yako. Lazima ubadilike ndani ya kipindi ambacho. Sawa. Ukitazama tumezungumzia mabadiliko haya na wajibu na kila kitu. Pengine pasina kufanya hivyo, kwa maana ya kwamba kubadilika, kutokuwajibika, madhara yake ni nini hasa? Madhara yapo makubwa kwa mtoto anayetarajiwa kuzaliwa. Fikiria mtoto kwa mfano mama ni mnywaji wa pombe. Mtoto naye unajua mama anachokula ndio anachokula mtoto Kwa hiyo hata unachokunywa mtoto ndio anachokunywa hicho. Unaweza kusababisha mtoto pia akalewa. Unajua mtoto anaweza kulewa akiwa tumboni na akasababisha vurugu vile vile tumboni. Sasa wewe mama umeenda umekunywa pombe umelewa. Hata kufika nyumbani ikawa shida ukalala njiani. Mtoto naye ana hali gani? Ni rahisi sana kumharibu mtoto kisaikolojia na akazaliwa mtoto mwenye tabia za ajabu kwa sababu ya mama naye alifuata vitu vya ajabu. Umeenda disco kucheza music na una mtoto tumboni. Ile vurugu ya kucheza mtoto unaweza ukamchosha na yeye akashindwa kucheza na wewe kwenda na wewe kwa muda ambao utakaokuwa nao kule. Kwa hiyo madhara yapo mengi, lakini pia baba pia ukiwa na tabia za ajabu, kurudi kwa kuchelewa, unafika nyumbani umechelewa sana, afu umefika umelewa kiasi ambacho kinasababisha vurugu pale nyumbani. Yapo madhara paka kuna watu tunawasikia wanawapiga wake zao paka wanawaua kwa sababu ya kwamba amekuja nyumbani amelewa. Hana sasa, hata mke amemkosea, hana jinsi, yani akili yake haiwezi kuvumilia au kubadilisha ile hali ya mama ikawa ya amani. Matokeo yake yanaweza kusababisha kuzua ugomvi, hata kupelekea hata kifo cha mama na mtoto. Madhara yapo mengi sana, lakini hayo tu kwa uchache. Kwa hiyo kubadilika wakati wa malezi ya mtoto akiwa tumboni ni jukumu letu sote, baba na mama, na tunatakiwa tuishi hivyo ili kumpa mtoto nafasi ya kupokelewa duniani hapa katika hali ya upendo, amani na furaha. Sawa. Tumetazama wajibu wa mama, tumetazama wajibu wa baba. Jamii bado hatujitazama. Inawajibika vipi kwa mama mjamzito? Wajibu wa jamii na wao wanapengele kama 4 tu. Kwanza, kuweka miundo na taratibu zinazolinda uhai wa mtoto kabla hajazaliwa. Huu ni wajibu wa jamii. Tukisema jamii ina mapana makubwa. Inaweza kuwa jamii ya eneo husika, kwa maana majirani, uongozi wa serikali ya mtaa, uongozi wa kijiji, mabarozi. Jitahidini kuweka miundombinu ambayo inaweza kumsaidia huyu mama mjamzito kuwa na ule hali ya amani katika kumruhusu au kulea mtoto asipate madhara yanayoweza kusababisha hatari yoyote ambayo inaweza ikaharibu hata uhai wa yule mtoto. Kwa ni wajibu wa jamii ile husika. Jamii ni ile inayozunguka pale, iwe ya kijiji, iwe ya mtaa, iwe ya majirani, wana wajibu wa kuwa na miundombinu mizuri. Sasa kwa mfano unafikia nyuma jirani amechimba shimo ambalo hajaliwekea alama au namna yote ya kuweza kusababisha mtu akifika pale anagundua kama hapa kuna hatari, na pale jirani kuna mama mjamzito, unaweza kusababisha madhara hata ya kuharibu uhai wa yule mtoto. Huo ni wajibu wa kwanza wa jamii. Lakini wajibu wa pili, kuweka sheria zinazowalinda wanawake wajawazito. Kuwa na sheria zinazowalinda wanawake wajawazito. Unajua mwanamke mjamzito pia ni wa kumjali na kumwangalia. Unaweza kukuta kwa mfano tunapanda daladala, sivyo? Unakuta mama mjamzito, yani jamii hata haimjali kwa sababu pia sio sheria kwamba kwa daladala umpisha mama mjamzito. Ni kama ombi tu. Sawa, imetolewa. Lakini ikiwa ni sheria, lakini sidhani kama ni ombi. Ni sheria. Kwa sababu si sheria, hakuna sheria ambayo inamlazimisha, inamtaka mtu kufanya hivyo. Lakini ustaarabu na utamaduni wetu, kwa kuzingatia pia mama mjamzito, unajua tunamtazama kama ni mtu ambaye anahitaji kusaidiwa, mtu ambaye anahitaji usaidizi. Sawa. Ni busara sana unapomwona mama mjamzito yupo kwenye gari, kwenye daladala au kwenye gari,
kuweza kumpisha basi akae. Pasco, ni wote wako hivyo? Hawapo hivyo wote. Na ndio maana nasema kwamba ingekuwa hata kama ingekuwa ni sheria. Pasco, nikwambie kitu. Kuna sheria ya kutovuta sigara kwenye umati wa watu, ikiwemo pia kwenye vyombo vya usafiri. Lakini wanatekeleza hiyo sheria. Watu wanavuta sigara, si ndivyo? Hii sio sheria, lakini tutambue kwamba huu ni ustaarabu. Yaani mama mjamzito ni sawa na ni mtu ambaye unapaswa kumwangalia kwa umakini zaidi. Yaani mimi ninapokutana na mama mjamzito, maana yake pia ninawajibika kuhakikisha kwamba namhudumia katika eneo ambalo niko naye pale, hata kama simfahamu. Ndio. Kwa hiyo sidhani kama inapaswa mpaka tutungie sheria kwenye hili. Pro-life ameomba ingekuwa iwe kama sheria. Iwe sheria. Niliona clip moja, dereva mmoja wa gari, ilikuwa gari ya abiria ya umma. Amesimama kwa ajili ya watu wapande. Mama yule kaja ni mjamzito na amekuja na mizigo yake pale, fika pale kabla hajaingia. Watu wakawa wanampita, lakini wakati ule mfuko umepasuka. Dereva alipoondoka kwenye setimila akaona kuna hilo. Ikabidi asimame aje kumsaidia. Lakini kuna watu walipita wakamwacha yule mama mjamzito pale. Umeona? Wakamwacha yule mama mjamzito pale. Lakini sasa ikiwa sheria, mimi naona inakuwa ni nzuri kwa sababu akionekana mtu amefanya kinyume basi awajibishwe. Shida ni nini unajua? Namna ambavyo tumezoea, yani kuweza kuitekeleza hiyo sheria, kama ambavyo nimekutolea mfano, sheria ya uvutaji wa sigara kwenye umati wa watu. Sawa. Ni sheria tayari, hautakiwi na hauruhusiwi kuvuta sigara kwenye umati wa watu, lakini bado kuitekeleza hiyo sheria imekuwa ni changamoto. Na hakuna mtu ambaye anachukua hatua kwenda kumwajibisha huyu ambaye anafanya hivyo. Kwa hiyo sidhani kama hata hii ikiwa sheria inapaswa kwamba tulazimishwe na sheria huyu mtu kwamba tunapomwona mama mjamzito kumhudumia, kujua kwamba mimi nawajibika kumhudumia katika eneo ambalo niko naye. Sasa kikanisa, nadhani tunapaswa kutengeneza utamaduni na utaratibu huo kikanisa. Yani ili tamani iwe kama vile sheria. Ndio maana hata pro-life wamekopi baadhi ya mstari ya Biblia. Kwa mfano hii ya kwanza ya jamii, ukisoma Zaburi ya 12 mstari wa 3 unaeleza jinsi ya kuweka miundo mbinu mizuri kwa ajili ya huyu mama mjamzito. Lakini hii pia ya sheria, ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 21 mstari wa 22 hadi wa 25, wao wakati huo hizo za kale, wakati wa Agano la Kale waliweka kama sheria kwa ajili ya huyu mama mjamzito. Umeona? Sasa wale watekeleza Agano la Kale, ambapo kipindi hicho unajua Agano la Kale mwanamke alikuwa hapewi thamani hiyo kama sasa hivi. Ukitazama hata kwenye sheria akiwa mjamzito, aliwekewa sheria akiwa mjamzito. Umeona? Hata kama alikuwa thamani, lakini aliwekewa sheria. Yaani twende mbele turudi nyuma. Sisi binadamu tupo jinsia mbili, sivyo? Mume na mke, au mwanamke na mwanaume. Lakini kiuhalisia ukiangalia, Mungu alipendelea mwanamke sana kuliko mwanaume. Fikiria tumbo la mwanamke Mungu kaliteua kuwa kitaro cha kumleta binadamu mpya. Sawa? Kwani mwanaume hana tumbo? Analo kwa ajili ya kuhifadhia chakula. Kwani yeye mwanamke hali chakula? Anakula. Naona umeka kimya. Anakula. Lakini kuna utofauti wa hawa watu wawili, kuna utofauti. Mwanamke ana thamani kubwa sana. Ndio maana tunasisitizwa ile thamani pia na sisi tuwasaidie kuwaonyesha. Ndio maana baba na wajibu na jamii ina wajibu wa kusaidia kuwaonyesha. Kwa sababu walichopewa na Mungu ni kikubwa sana na ni kitakatifu sana. Ndio maana mwanamke mjamzito ni kwamba amebarikiwa na tunatakiwa tumwite mbarikiwa kama alivyoitwa Mariamu na Elizabeth. Tunautazama wajibu wa jamii. Tumetoka kutazama wajibu wa mama, wajibu wa baba, sasa hivi wajibu wa jamii. Kuna vitu ambavyo nataka nijaribu tu kukufahamisha ili uone kama hii jamii ambayo tunaitazama kama nayo ni sehemu ya wajibu kwa mama mjamzito inaweza ikawajibika kwa kiasi hicho. Mfano, mama mwenyewe hawajibiki. Tumezungumzia swala la kuweza kuhakikisha kwamba anajitunza. Sasa Pasco tunarudi nyuma. Subiri. Umeshamueleza mama naye. Subiri kwanza, taratibu Pasco. Mama hawajibiki kwa maana ya kwamba hajitunzi, hajiheshimu, anafanya vitu ambavyo haviendani na kipindi ambacho yuko nacho. Baba kadhalika pia. Hamtunzi mama, hawajibiki kwa mama. Mfano mimi nafahamu kabisa kwamba wewe Pasco huwajibiki kwa mke wako na mke wako naye pia hawajibiki kwenye ule ujauzito ulionao. Kwa maana kwamba hathamini, yani hajithamini. Mimi ninapokutana naye kwenye daladala
Hauoni kama inaweza kanisukuma mimi pia kutothamini na kumuona kwamba yeye mwenyewe tu, wao wenyewe hawajali chochote kinachoendelea. Siwezi kumpisha kwenye siti ya daladala. Ndio maana tunawakumbusha makundi yote matatu. Tunawakumbusha anaweza yeye asijitambue, akashindwa kuwajibika kwenye nafasi yake. Lakini wewe kwa kutambua na kukumbuka wajibu wake, ukamkumbusha, sio vibaya. Ukamkumbusha. Kwa hiyo ni wajibu mwingine wa jamii huo. Yes, kwamba nyinyi bwana mnakosea, unatakiwa kufanya hivi na hivi na hivi. Unamkuta mama ni mjamzito lakini matusi utafikiri ndo amezaliwa kwenye chuo cha matusi. Unamkumbusha mama, unamrithisha nini mtoto wako? Haya ndo anayokopi. Baba, unajua kabisa huyu baba mke wake ni mjamzito. Unamkuta baba saa 6 bado yuko anakunywa tu, afikiri. Unamkumbusha. Sasa hii familia yako kule nyumbani nani anayeilea? Nani anayeenda kuipa nguvu ya kujisikia wako ndani ya familia ya mwanaume mwenye kujielewa, mwenye kujitambua? Unamkumbusha. Kweli wapo wanafanya ya hovyo ambayo hayastahili kulingana na mazingira wanayo kwa muda ule. Lakini pia tuna wajibu pia sisi wa kuwakumbusha ili watuletee tunda lililo bora. Kwa sababu binadamu yoyote sio tunda la familia tu. Wala sio tunda lake mwenye, ni tunda la jamii, tunda la kanisa, tunda la familia pia. Kama ambavyo sasa hivi ufundishi pro life kwenye familia yako. Unaona? Kwa mimi nakuwa tunda tena la jamii pia. Mama yangu huenda kwanza aliko nafikiri ana shughuli zake sasa hizi, huenda tasikiliza. Lakini kuna watu wanasikiliza ambao wakipata faida, linabarikiwa tumbo lililonilea mimi na kunizaa. Sawa. Nipitie ujumbe mfupi wa maandishi. Tutakuja kutazama bado kama kuna wajibu mwingine wa jamii katika kumlea ama kwa mama mjamzito. Anasema tumsifu Yesu Kristo milele amina. Anaitwa Asa Wilson wa Majengo Sokoni. Anasema jamii tushirikiane kwa pamoja kuwalinda wajawazito. Kwanza iwekewe sheria kwa wasichana wanaotoa mimba. Kwani hakuna sheria? Sheria ipo, ndio kama nilivyosema. Watu hawaifuati. Sheria zipo lakini hazifuatwi, hazitekelezwe. Na watu wanaotoa mimba, unajua kwa sababu bado wanafanya kwa kujificha. Kwa hata serikali haigundui. Ila ikigundulika wao wanawajibishwa. Sheria inafuata mkondo wake. Wanawajibishwa. Sasa shida inakujaje? Wewe unaweza kuwa umegundua, huendi kumshtaki, kisa ni dada yako. Tunamalizana kifamilia, sio? Kifamilia, Sasa sheria ipo. Kwa sababu mtu anatoa mimba ameua mtu. Na wanaleta tu maneno mazuri ya kupunguza ukali wa tukio. Sema naenda kumuua mtoto wangu aliyoko tumboni. Si useme tu hivyo. Naenda kufresh, unafresh kwani yani maneno ya ajabu kabisa. Naenda kumuua mtoto wangu aliyoko tumboni. Sasa watamkie jamii hivyo, wakakushtaki. Huyu kaenda kuua, au anaenda kwa daktari, au anaenda kwa daktari anasema, daktari naomba uniulie mtoto wangu aliyeko tumboni. Hawezi kusema hivyo. Anafia na mimba na tuitoe. Una mtu tumboni nataka tumuue, sema hivyo. Si ndio kitu unachotaka kufanya pale kitu gani? Unaenda kuua mtu ambaye yuko tumboni. Kwa hiyo daktari au wewe muuaji, nina mtoto wangu tumboni nataka tumuue. Na ukifikaga pale bwana, yule bwana naye hana yana, anakuuliza ana umri gani, ili muweze kubageni jinsi ya kumuua mtoto wako. Una utimamu wa akili kweli? Miezi 6. Yaani bei anaokupa ni kulingana na umri wa mtoto. Umri wa yule mtoto wako aliko tumboni unatofautiana na bei kulingana na umri. Ana miezi 2 ya bei yake ni. Ana miezi 4, huyo kashakuwa bei yake ni. Au anasumbua kweli kufa. Unajua kwa kawaida naenda anasumbua kufa tena. Kweli kuna video ninayo, ninaonyesha watu fulani kwa nafundisha, watu wakaanza kulia. Ile video ilionyesha mtoto alikuwa anatakiwa atolewe kwa kukatwa kwa mikasi. Unajua kuna ule uwaji wa mikasi, unakata kiganja, unakata nini, unakata nini pamoja kutoa mwili mzima. Sasa mtoto kila anapopeleka mkasi kuna kukata yule mtoto anakimbiza mguu, anakimbiza. Nani ambavyo anaendelea anapambana kuokoa uhai wake. Anaogopa. Mama ameshakubali kumuua. Kwa hiyo anapambania mwenye uhai wake mwenyewe. Hasa kwa tumbo la mama. Yule mmoja akaona anatutania huyu. Lete mashine. Ikaitwa mashine. Walimblend yule mtoto kama juice. Na video hiyo ilikuonyesha watu wanaliaga. Walimblend kama juice, wakashika mguu mmoja, wakaanza kuzungusha, wakablend. Baadaye kaja kuona ni damu tu imejaa kwenye lile chupa ambalo lilikuwa anaangukia. Lakini ndio kuja kuona tumbo libaki jeupe, mtoto kafa.
mshiriki mmoja wale wauaji aliingia, alikuwa amevaa nguo za nesi, alikimbia chooni akaanza kulia. Nikasema mnafiki mkubwa, unalia nini wakati uko unashuhudia tukio? Na alikuwa na uwezo wa kupambana kuhakikisha kwamba aidha anatoa elimu kwa mama ambaye anahitaji kufanya hivyo na daktari pia. Lakini mama mwenyewe baadaye naona machozi yanatoka, nikasema nikikuwa karibia kwa nikakutandika makofi. Sababu unalia nini? Na bahati mbaya sasa ile ilikuwa ni mimba ya pili. Mimba ya kwanza alienda akatoka meza dawa, mtoto akatoka vipande. Mimba ya pili atafanya hivyo. Unaona? Sasa jamii hii inamsaidia Yesu kuweka sheria za kuwabana hawa. Ukigundulika wewe ni daktari umetoa mimba, ukigundulika huna kazi na hakuna malipo tena unalipwa. Hivi najaribu kuwaza kwa sauti. Unadhani unaifahamu sheria ya utunzaji wa mazingira? Ndio. Arusha wanayo hiyo sheria na iliwasaidia sana na Moshi. Kwamba wewe mwanajamii wa kawaida ukinikamata mimi nachafua mazingira na ukanifikisha kwenye vyombo vya sheria, kuna kiasi chako cha fedha 50,000 miongoni mwa ile faini ambayo natozwa. Tungepewa nafasi hii tuitengeneze tupate sheria kama hii kwamba mimi nikimuona mtu anafanya haya ambayo tunayazungumza alafu nikaenda kumshtaki, maana yake pia kuna kabonasi fulani hivi. Naona tungefanikiwa kwa kiasi fulani. Sisi si wanoko. Tungefanikiwa kwa kiasi fulani. Wewe juzi uko na ujauzito, mbona hujasikia kama umeumwa afu mbona hauna tena sasa hivi? Anaenda polisi. Jamani mimi kuna mtu mwingine mashaka nayo. Wakikuleta najua na polisi wanajua kuchunguza, nikienda kukushtaki waje kukamata kuweka kwenye kibano utasema tu wewe nilitoa. Kweli utajulikana. Nilitoa. Huyu aliyekusaidia kutoa ni nani? Kamata na yeye, weka ndani. Kifungo. Hapa tungeepuka, tungejitahidi kidogo. Tungekuwa tunaogopana wenyewe kwa wenyewe sasa hivi kwamba nikifanya hivi bwana tayari kuna fulani alishajua. Alishajua. Kwa hiyo inawezekana ikaja kunigharimu baadaye. Yani ingekuwa unajua kuna wengine wanatoa wanaenda kuua watoto, hata yule aliweka naye mtoto hajui. Ipo hivyo, nimesikia kesi kama hizo. Yani mwanaume hajui kama mke wake anatoa mimba. Sawa, Pasco, nadhani kuna wajibu mwingine kwa jamii kwa huyu mama mjamzito ili tumalize ni kuweka sheria na taratibu za kuwachungulia za kuweka sheria na taratibu za kuwalinda hawa mama wajawazito. Kuwa na sheria za kuwalinda ambazo ndo hizo pia nadhani tumegusia. Lakini pia nyingine kuweka adhabu kila kwa wale wote wanaotoa tulishaiongelea. Tushazungumza. Adhabu zipo lakini sasa hazifanyi kazi. Sio kwamba hazifanyi kazi. Adhabu zipo na zinatekelezwa. Shida ni kwamba hawa wanaofanya hii dhambi ya mauaji, unakumbuka ulishasema kwamba wanafanya kwa kificho? Ndio, wanafanya kwa kificho. Kwa hiyo sasa ni mambo ambayo yanafanyika kwa kificho. Kuyabaini ndio changamoto. Sawa, lakini sasa hii tuliosema mwishoni hapa ya kwamba tungekuwa mtu akigundua akipeleka taarifa anapewa bonus. Ingesaidia sana. Kwa sababu tunajua tunafahamu huko kwenye mitaa, kwenye jamii zetu huko kwamba mbona binti fulani mbona alikuwa ni mjamzito lakini sasa hivi anaonekana hakuna tena kinachoendelea. Kwa kweli tunasikitika, na hapa tunaongea watu wanaweza kutusikiliza kama kawaida tu, lakini hii hali ya kutokumjali mama mjamzito, kutokuwajibika sisi katika jamii na katika familia kumesababisha uwaji mwingi, yani utoaji wa uhai umekuwa mwingi sana kwenye jamii yetu kuliko tunavyoongea. Na sasa hivi mwanamke kuwa mjamzito anajihisi kama vile yani kama kituko fulani. Kwa hiyo hata wanawake wajawazito sasa hivi wanapungua kuona barabarani kwa sababu ya jamii inavyowachukulia na kuwaona. Kwa kuna wengine inawakebei, kuna wengine wanaona kama vile yani hawapewi ile hadhi yao kulingana na tukio alilonalo kwa muda ule, kama ni la baraka ndani ya familia, ndani ya taifa na ndani ya kanisa. Sawa, kwa kuhitimisha tu, dakika nazo si rafiki, Pasco Bruno Simwanza, hitimisha mada yetu ya leo, wajibu wa mama, baba na jamii kwa mama mjamzito. Kila mmoja akisimama kwenye nafasi yake na kuwajibika ipasavyo, tutapunguza kwa kiasi kikubwa watumiaji wa dawa za kuzuia mimba, waliozoea kutoa au kuua watoto walioko tumboni. Kwa hiyo mtoto kabla hajazaliwa atalindwa na atazaliwa akiwa na afya njema, kwa sababu
wote, makundi ya matatu yote yamewajibika katika kumlinda na kumtunza kabla hajazaliwa.